Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunakaribisha katika taarifa yetu za habari za jioni ya leo, ambapo tutaongelea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 na wakipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoungwa na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile tuongelea mambo ya siasa vinavyohusu vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, na kumwisho habari tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za jioni. Karibu. Tuanze na habari kutoka huko Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na jukwaa la uchunguzi wa Tazama DRC Info, madai mapya yanaeleza kuwa tangu mwezi wa kwanza mwaka 2026 yani 2026, mgodi wa dhahabu wa Twangiza uliopo katika eneo la Luinja wilayani Mwenga mkoani Kivu Kusini umeendelea kutumiwa kwa uchimbaji wa dhahabu unaodaiwa kufanyika chini ya udhibiti wa waasi wa M23 kwa msaada kutoka Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mtandao huo unadaiwa kuzalisha wastani wa kilo 200 za dhahabu kila mwezi kupitia mzunguko miwili ya uzalishaji. Uchunguzi huo pia unadaiwa kuwa dhahabu inayotolewa katika mgodi wa Twangiza usafirishwa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku baadhi ya vyanzo vikieleza kuwa sehemu yake inapelekwa nchini Qatar. Tazama DRC imesema kuwa baada ya miezi kadhaa ya uchunguzi inajiandaa kuchapisha majina ya watu wanaodaiwa kushiriki katika shughuli hizo za uchimbaji haramu wa madini. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, uchimbaji huo ni sehemu ya mtandao mkubwa unaodaiwa kuhusika na uporaji wa rasilimali za madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti hiyo inaongeza kuwa uchumi unaonekana na biashara ya dhahabu kutoka Twangiza pamoja na madini ya coltan kutoka Rubaya unadaiwa kuwa chanzo kikuu cha fedha kinachowezesha waasi wa M23 kuendelea na shughuli zao za kijeshi. Madai hayo yanaeleza kuwa Rwanda inaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa waasi hao, ikiwemo kuwapatia ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ya aina ya TBD zinazotengenezwa nchini Uturuki pamoja na vifaa vingine vya kisiasa vya ulinzi. Kwa mujibu wa waandishi wa uchunguzi huo, vifaa hivyo vya kijeshi vinadaiwa kutumika katika operation mbalimbali zinazowawezesha washirika wa M23 wakiwemo makundi ya Twirwaneho Red Tabara na FDR kuimarisha uwezo wao wa kivita na kusonga mbele katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa baadhi haya yanatokana na uchunguzi uliochapishwa na Tazama DRC Info na vyanzo vingine vinavyonukuliwa na taasisi hiyo. Hakuja kuwa na uthibitisho uhuru wa madai hayo wala majibu rasmi kutoka kwa serikali ya Rwanda, viongozi wa M23, kampuni ya Twangiza Mining au mamlaka nyingine zinazotajwa katika ripoti hiyo ya habari. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaendelea kueleza kuwa udhibiti wa migodi ya madini inaendelea kuwa moja ya sababu zinazochochea mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku serikali ya Kinshasa na jumuiya ya kimataifa ikisisitiza umuhimu wa kulinda rasilimali za taifa na kurejesha amani katika maeneo yanayoathiriwa na vita. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu kuhusu madai yanayohusu uchimbaji wa dhahabu katika mgodi wa Twangiza, nafasi ya rasilimali za madini katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Ukraine imekanusha vikali madai yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov kwamba Ukraine inawaunga mkono waasi wa M23 wanaodhibiti maeneo kadhaa katika jimbo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo ya Ukraine ilitolewa Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2026 kupitia msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo Orey Tiki. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X na kusambazwa kupitia ubalozi wa Ukraine nchini DRC, Tiki alisema kuwa madai ya Lavrov hayana ushahidi wowote na ni sehemu ya kile anachokiita propaganda ya upotoshaji wa Kremlin.
Kwa mujibu wa msemaji huyo, Ukraine haiwahi kutoa msaada wa aina yoyote kwa waasi wa M23 wala haina mpango wa kuingilia migogoro inayolikumba bara la Afrika. Alisitiza kuwa nchi yake inajikita katika kuheshimu mamlaka ya mataifa mengine na kutafuta suluhisho la amani kupitia njia za kidiplomasia. Ukraine ilielekeza lawama Urusi kwa kile ilichodai kuhusika moja kwa moja katika mgogoro mbalimbali barani Afrika. Kiev inaituhumu Moscow kwa kuwapatia silaha makundi yenye silaha kinyume na vikwazo vya kimataifa, kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika baadhi ya nchi za Afrika pamoja na kuajiri raia wa mataifa ya Afrika kushiriki katika vita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Katika tamko lake, Oretiki alisema Urusi ina tabia ya kuwatuhumu wengine mambo ambao wenyewe wanaifanya. Alieleza kuwa madai dhidi ya Ukraine yanasaidia kugeuza mjadala wa kimataifa na kuficha wajibu wa Moscow katika mgogoro mbalimbali. Ukraine pia imeeleza kuwa kauli ya Lavrov zina lengo la kuzofisha juhudi za kimataifa za kutafuta suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa Kiev, Urusi inataka kuvuruga juhudi za upatanishi zinazoungwa mkono na Marekani katika eneo la Maziwa Makuu na kuhamisha mjadala kutoka kwenye vitendo vinavyoendelea kuzuia mchakato wa amani. Mzozo huu wa maneno unakuja wakati hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzorota licha ya kuwepo kwa mkataba wa Washington na mikutano kadhaa zinazotathmini utekelezaji wa mapigano, na mvutano kali kati ya pande mbalimbali bado yanaendelea. Wakati huu tofauti kati ya serikali ya Kinshasa na Kigali zinaendelea kuhusu namna ya kutafsiri vipengele vya makubaliano hayo. Kila upande unaendelea kutoa tafsiri yake kuhusu wajibu wa hatua zinazopaswa kuchukuliwa, jambo ambalo limefanya utekelezaji wa makubaliano hayo kuwa vigumu zaidi. Hali hiyo pia imeathiri mchakato wa mazungumzo ya Doha unaosimamiwa na Qatar. Mazungumzo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 bado hayajafanikiwa kuleta muafaka kuhusu masuala muhimu yanayozuia kurejeshwa kwa amani. Hatua mazungumzo ilifanyika Montreux nchini Uswisi haikuzaa matokeo yaliyotarajiwa, huku changamoto nyingine za kimataifa hususan hali ya usalama Mashariki ya Kati zikichangia kupungua kwa kasi ya juhudi za upatanishi. Kutokana na hali hiyo, viongozi na mashirika mbalimbali ya kitaifa, kikanda, kimataifa wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuheshimu makubaliano ya amani na kutekeleza ahadi waliozitoa. Hata hivyo, hadi sasa juhudi hizo bado hazijaleta mabadiliko makubwa, huko tofauti kati ya maendeleo ya kidiplomasia na hali halisi ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea kuwepo. Huo ndio mwelekeo wa hali ya sasa, ambapo mvutano wa kisiasa, kidiplomasia unaendelea sambamba na changamoto za usalama zinazowakabili mamilioni ya wananchi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Hali ya usalama ilitanda katika mji wa Kasindi usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 baada ya milio ya risasi kusikika katika baadhi ya maeneo mbalimbali ya mtaa wa Kikemba. Kwa mujibu wa polisi wa taifa ya Kongo, tukio lilitokea baada ya wakazi kutoa taarifa kuhusu kundi la watu wenye silaha waliokuwa wamevamia nyumba za raia na kuanza kufanya uporaji. Baada ya kupokea taarifa hizo, vikosi vya doria vya polisi vilifika haraka eneo la tukio na kuanza operation za kuwasaka wahalifu au polisi walikabiliana na washakiwa au kwa kubadilishana risasi kwa muda mfupi, huku wakijaribu kurejesha usalama na kuzuia uhalifu kuendelea na vitendo hivyo. Taarifa zinaeleza kuwa baada ya dakika chache za mapambano hali ilirejea kuwa tulivu. Hata hivyo, wahalifu walifanikiwa kutoroka huku wakiondoka na mali mbalimbali walizokuwa wamezipora kutoka kwa wananchi. Polisi wanasema kuwa wakati wa msako dhidi ya wahalifu waliokuwa wanakimbia, washakiwa au walifyatua risasi kwa lengo la kuzua mgawanyiko na kujipatia nafasi ya kutoroka vizuri. Kutokana na kuibuka tena kwa matukio ya uhalifu baada ya kipindi kirefu cha utulivu katika eneo la Kasindi, mkuu wa polisi wa Kasindi
Kamishna mkuu Kasereka Kambere Claude ametoa onyo kali kwa watu wote wanaohusika moja kwa moja au kwa njia yoyote katika vitendo vya kihalifu. Alisitiza kuwa vyombo vya usalama vitaendelea kuwafuatilia na kuwachukulia hatua kali wahusika wote wanaobainika kuhusika na uporaji, ujambazi au kusaidia wahalifu. Wamewataka wananchi kuendelea kuwa macho na kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaowatia shaka au wanaohusishwa na vitendo vya uhalifu. Polisi wa taifa la Kongo katika kamisheni ya Kasindi wamehakikishia wananchi kuwa wanaendelea juhudi za kuimarisha ulinzi na usalama wa watu pamoja na mali zao, huko operation za kuwasaka wahalifu au zikiendelea. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika tukio hilo, lakini uchunguzi unaendelea ili kubaini waliotekeleza uvamizi huo na kurejesha mali zilizoporwa kabisa. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya usalama kutoka eneo la Kasindi katika wilaya Beni. Mimi ni msomaji wako au mtangazaji wako Idi George. Asante. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha basi nukaribishe kufuatilia habari za kimataifa ili ujue nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Ya lugha 10 maarufu duniani. Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Lakini je, katika mataifa kinakozungumzwa Kiswahili kuna utashi kiasi gani wa kukiendeleza Kiswahili katika ngazi ya kimataifa kuwa sauti ya kuleta mabadiliko? Ninao kwenye mjadala wetu huu kutoka huko mjini Paris, Ufaransa, ambako limemalizika kongamano la siku ya Kiswahili duniani, waziri wa habari wa Zanzibar Riziki Pembe na profesa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Hans Musa Mohamed, ambaye pia ni mkuu wa chama cha Kiswahili duniani, naye pia yuko Paris ambako alihudhuria kongamano hili. Karibuni sana kwenye mjadala wetu. Asante sana. Na naomba nianzie moja kwa moja kuitazama hii kauli mbiu yenyewe ya mwaka huu ambayo ni Kiswahili kwa amani, mshikamano na uchumi wa diplomasia. Waziri, Kiswahili kimesaidia vipi katika kuleta amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi? Asante. Kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu, na pili nikushukuru sana wewe kwa kunialika katika kipindi chako hiki, na niseme kwamba Kiswahili kimesaidia sana katika kuleta amani na kukuza uchumi na diplomasia ya nchi, kwa sababu katika maendeleo yetu ya kiuchumi ndani ya nchi yetu, tunapotangaza sera zetu za kiuchumi, basi tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuzifikisha kwa wananchi. Na tunapokuwa tunahamasisha wananchi wetu katika masuala mazima ya uchumi, kujiunga na mambo ya ujasiriamali, basi kwa tuko tunatumia lugha ya Kiswahili katika kuona kwamba wananchi hawa nao wanashawishika katika kuona kile ambacho wanaelezwa. Kwa hiyo hapo maana tunasema kwamba uchumi wetu unakuwa, na imesaidia Kiswahili katika kukuza hiyo uchumi wetu wa wananchi. Na wananchi wengi wamekuwa wakihamasika katika mambo mbalimbali ya kiuchumi kwa kutumia hiyo lugha ya Kiswahili. Kuna majukwaa mbalimbali ya wanawake, ya vijana, ya watoto. Majukwaa haya yote yanatumia lugha ya Kiswahili katika kuhamasisha watu kufanya kazi, lakini pia katika kudumisha amani ya nchi. Na katika hili niwapongeza sana viongozi wangu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, ambao wamekuwa ni vinara wanaosimama katika kuzungumza na kuhubiri kwa lazima la amani, mshikamano, lakini pia kukuza demokrasia na diplomasia ya nchi yetu kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hayo ni miongoni mwa mfano hayo ambayo nimeyazungumza ambao wamekuwa wao wakiyasimamia. Kwa mfano naomba nikupe mfano. Mheshimiwa Dr. Hussein Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Mapinduzi, amekuwa akizungumzia masuala mazima ya amani, kukuza uchumi wa nchi kwa kupitia sera ya uchumi wa buluu. Na amekuwa akitumia lugha ya Kiswahili katika kukuza huo uchumi wa buluu wenyewe, kuambia wananchi, kutangaza na duniani kwingine kote. Juzi tu alikuwa na Nairobi katika kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye swala zima la uchumi wa buluu, na huko alitumia lugha ya Kiswahili katika kuona anaeneza swala zima la uchumi ndani ya mipaka, yani nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa nije moja kwa moja kwa profesa hapa. Nataka kufahamu zaidi jiri au kilichojadiliwa katika mkutano au kongamano hilo la mjini Paris. Mlijadili nini hasa? Katika kongamano letu tulijadili mada mbalimbali ambazo zilikuwa zinalenga kuijadili hiyo kauli mbiu ya amani, lakini mada nyingine zilikuwa zinaangalia masuala ya utawala, masuala ya amani, masuala ya Kiswahili na sayansi na teknolojia. Unajua kwa sasa hivi kuna masuala ya akili unde na mengine kama hayo. Kwa hiyo tulikuwa na majopo kama 4 hivi
ambapo wawasilishaji walikuwa wanajikita katika mada ambazo zinaangalia fursa ya Kiswahili katika maeneo hayo, katika masuala ya amani na diplomasia ya uchumi, lakini pia masuala ya sayansi na teknolojia na masuala ya elimu, na tuiangalia pia suala la utawala, lugha katika masuala ya utawala. Naam, ni mambo mengi kwa ujumla wake ambayo yamejadiliwa hapo, lakini naomba nichukue hili suala la kuziangalia fursa katika fursa pamoja na kutumika Kiswahili katika kuzifuata hizo fursa. Kwa kiasi kikubwa hili suala la kujifunza lugha za kigeni limekuwa ni suala muhimu sana katika ulimwengu wa sasa, na hasa kutokana na hali halisi ya maisha yalivyo duniani. Wengi wanakimbilia lugha zenye manufaa ya kiuchumi, na kwetu Afrika Mashariki watu wanajifunza Kiarabu kwa mfano kwa sababu mtu anaamini zipo fursa kwenye mataifa ya Kiarabu. Watu wanajifunza Kiingereza, Kijerumani, Kifaransa kwa sababu ya kutafuta fursa. Nikiliangalia hili swala la fursa za kiuchumi, unapokitaja Kiswahili na mataifa kinakozungumzwa Kiswahili, nataka swali hili alijibu waziri. Unaamini zipo fursa zinazoweza kuwafanya watu kutaka kujifunza Kiswahili zaidi katika ngazi za kimataifa na hata maeneo ya kanda ya Afrika kwa ajili ya fursa? Asante, nikushukuru kwa swali lako, na katika hilo namba nikujibu kama ifuatavyo. Ni kwamba fursa zipo, na zipo kwa sababu nakupa haya, mimi mwenyewe ni shahidi wa hayo. Mimi binafsi yangu nazungumzia kwamba hii leo nimekuja Ufaransa kwa ajili ya Kiswahili, kwamba Kiswahili kinasafirisha watu. Mimi mfano mmoja wapo, lakini nikiwa mwanafunzi ambaye nilikuwa nachukua shahada yangu ya Kiswahili, shahada yangu ya elimu TUZA, tulisafiri kwa maeneo mbalimbali. Kwa mfano tulikwenda Nairobi, tulikwenda Burundi kwa kutumia Kiswahili. Kwa hiyo ni kusema kwamba huo mfano mmoja wapo, lakini kuna watu mbalimbali ambao wamekuwa wakitumia fursa ya Kiswahili kusafiri nje ya mipaka ya Afrika Mashariki, nje ya mipaka ya Afrika na nje ya mipaka ya bara la Afrika kwa kwenda kueneza lugha ya Kiswahili. Na hii ni kwamba wapo wataalamu mbalimbali ambao wanapata nafasi ya kwenda kufundisha Kiswahili nje ya Afrika yetu, na hawa wamekuwa ni mfano mzuri wa kuona kwamba kumbe Kiswahili kinatija na kinalipa. Lakini vipi kinyume chake? Vipi kinyume chake? Zipo fursa katika mataifa kunakozungumzwa Kiswahili kwa watu kutoka nje kuja katika mataifa yanakuzungumzwa Kiswahili, mfano Tanzania, Kenya, kwa ajili ya kuzitafuta hizo fursa kwa kukitambua na kukielewa Kiswahili. Tuje hapo sasa. Tunapozungumzia fursa, maana ni kwamba tunao wageni ambao wanakuja ndani ya nchi zetu kuja kufanya kazi ndani ya nchi zetu za Tanzania, na wanapokuja manake ili kuja kufanya kazi zao vizuri, wapate uelewaji mzuri, wanajifundisha lugha ya Kiswahili. Nazungumzia haya kwa mfano katika SUZA, chuo kikuu cha Zanzibar, wana department pale ya Swahili for Foreigners ambayo imekuwa ikifundisha Kiswahili kwa wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kuna wageni ambao wanakuja kusoma Kiswahili kwa ajili tu waweze kupata fursa za ajira ndani ya Zanzibar na Tanzania. Lengo manake ni katika kuona kwamba wao wanafaidika na wanazifuata hizo fursa. Lakini kuna wanafunzi ambao wanatoka ndani ya nchi zao, wanakuja kujifundisha Kiswahili, ambayo hiyo nayo ni fursa pia inayofaidisha wao, kwamba kuja kujifundisha Kiswahili ndani ya Tanzania yetu, na wanatoka katika nchi zao mbalimbali, na wanapokuja wanabaki kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali, kwa sababu kazi si kwamba lazima yeye ajifundishe Kiswahili kwa sababu hiyo sio lugha yake ya moja kwa moja, lakini anatumia Kiswahili kwa ajili ya kupata ajira ndani ya nchi zetu. Na hawa watu tunao ndani ya Zanzibar, ndani ya Tanzania kwa ujumla wake tunao. Profesa, zipo hoja kwamba kukosekana utashi thabiti wa kisiasa hasa ndio bado swala linalokwamisha maendeleo ya Kiswahili. Unakubaliana na hili kwa umbali gani? Labda kabla sijajibu hilo swali lako, naam, niongeze kidogo swala la fursa alilozungumza Mheshimiwa Waziri. Sasa hivi Tanzania kuna fursa nyingi za wawekezaji. Wengi wanakuja, wana viwanda vyao. Kwa mfano, kuna kampuni nyingi za Wachina ambazo zimefunguliwa Tanzania. Na wengi sasa hivi wanajifunza Kiswahili ili waweze kuwasiliana na Watanzania wanapokuwa humu. Kwa hiyo fursa za Kiswahili ni kubwa kwa wageni na kwa wenyeji. Kwa wageni wanaokuja Tanzania, huwezi kufanya mawasiliano na Watanzania kwa mfano na watu wengi wa Afrika Mashariki bila kufahamu lugha yao ya mawasiliano. Kwa hiyo ni nafasi kwao kujifunza Kiswahili ili iwape nafasi ya kuweza kuwasiliana na wenzao. Suala la utashi wa kisiasa
nikiri kwamba katika nchi yetu kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana. Kuja Paris, Ufaransa kufanya kongamano ni sehemu mojawapo ya utashi wa kisiasa, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia imeandaa mkakati wa taifa wa kubidhaisha Kiswahili ambao ni mwaka 22 mpaka mwaka 32. Hiyo hakuwa na mkakati wa namna hiyo, ni kwamba serikali imeshaonyesha hapa sasa tuna utashi, tunataka tukuze lugha ya Kiswahili. Na imebaki sisi. Halo? Naam, nakusikia tu, unasikilizwa. Tumebakiwa sisi kama watumiaji, kama wadau kuchangamkia hizo fursa. Kuna changamoto za hapa na pale, kuna maeneo sababu wakati mwingine panapokuwa na changamoto pia inakuwa ni fursa. Kuna maeneo ambayo yanaweza kaendelea kuboreshwa, lakini kwa kweli ukiangalia serikali kwa mfano ya Tanzania kwenye masuala ya Kiswahili wamewekeza sana. Tumesema juzi wakati tunafanya mawasilisho pale, Tanzania kwa mfano ni nchi pekee ambayo ina mabaraza mawili ya Kiswahili. Na vyuo vikuu kuna vyuo vikuu ambavyo vina idara zaidi ya moja ya Kiswahili. Imebaki kwa sisi ambao ni wadau wa Kiswahili sasa kuichangamkia hiyo fursa ambayo imetokana na huo utashi ambao umeonyeshwa na serikali yetu. Ukiacha Tanzania, ukitazama kanda nzima ya Afrika Mashariki, utashi huu wa kisiasa unaona unatosha wa kukiendeleza Kiswahili kama ambavyo watu wanatarajia? Naam, ndio nilikuwa nakuja hapo kwamba katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa mfano tunayo kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, na yenyewe inahamasisha kila nchi ya Afrika Mashariki kuwa na baraza la Kiswahili. Hapo ndipo tunapotoa wito kwa nchi zetu wanachama kuhakikisha kwamba wanaanzisha mabaraza ya Kiswahili katika nchi wanachama wa jumuiya. Ukiwa na mabaraza ya Kiswahili yatasaidia sana katika kukuza lugha katika namna ambayo ni rasmi. Tunafahamu wenzetu tunashirikiana nao, wenzetu kutoka Kenya, kutoka Uganda, tunakutana katika masuala mbalimbali yanayohusiana na lugha ya Kiswahili. Isipokuwa kwenye siasa bado kuna kigugumizi. Tunashindwa kuwa na mabaraza ya Kiswahili katika hii jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa nafikiri huu umefika wakati sasa kwa wenzetu nchi wanachama, kila nchi hakikisha kwamba inatoa kipaumbele kwa lugha ya Kiswahili. Na kipaumbele kimojawapo ni kuwa na baraza la lugha ya Kiswahili. Waziri, ukitazama hoja hii inayotolewa ya kukosekana utashi wa kisiasa na kutazama mifano ya mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, lugha za kigeni, hili sio swala la kuficha kwamba zinaendelea kupewa kipaumbele kikubwa katika nyanja nyingi za kielimu na hata maofisini, pamoja na kwamba Profesa ametuweka wazi hapo kwamba yapo mabaraza, zipo juhudi zinafanyika, lakini ukweli ni kwamba katika mambo muhimu, katika nyanja nyingi za kielimu, maofisini na vitu vingi muhimu, lugha za kigeni bado zinatangulizwa na kupewa umuhimu mkubwa. Kwa nini imekuwa vigumu kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi, kwa mfano ya kutumika kwenye mitaala ya elimu? Waziri. Nakushukuru, lakini naomba nianze na hiyo kauli yako, ni kwamba swala la kwamba hakuna utashi, hapana. Hilo sio ukweli. Serikali zetu zina utashi mkubwa katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Tunapozungumzia swala la mitaala kwa sababu ni katika kumfundisha mtoto elimu. Unapofundisha elimu maana yake unampa elimu afahamu kilichopo. Na mitaala tunayotumia maana yake Kiswahili kipo somo kabisa zima linalofundishwa, na masomo mengine yanatumika kwa ajili ya kujenga vijana wetu, kwa sababu unapomfundisha mtoto kama humfundishi tu kwamba abakie tu Tanzania, lakini unamfundisha kwamba aende mipaka ya duniani, maana hatubaki Tanzania maisha yake yote huyu. Kwa hiyo mitaala yetu imekuwa katika kuona kwamba Kiswahili kipo lakini nafundisha, na kuna ngazi. Kwa mfano mtoto anapoanza ile yani elimu ya maandalizi. Elimu ya maandalizi ndio zinafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Anapokuwa katika elimu ya msingi awali, maana awali kwa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 4 anafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, na anapoanza ile elimu ya msingi ya kati kuanzia darasa la 5 kwenda mbele, maana pale sasa anakuwa na lugha ya Kiingereza anafundishiwa ili aweze kuwa anakwenda kwetu. Kwa msingi huko anapata mzuri, na huko mbele pia tunampa msingi mzuri wa kuona kwamba anajifunza lugha za wenzetu pia, na sio lugha zote. Sababu lugha inayotumika ni lugha ya Kiingereza. Ndio ile inayotumika, lakini katika maeneo mengine na masomo mengine wanasoma masomo mbalimbali ya lugha za kigeni kwa lengo la kuona tunapata wataalamu wazuri. Tunataka kuwa na wakalimani wazuri huko baadaye, ili awe mzuri maana aweze kufahamu lugha mbalimbali, aweze kutumia vizuri kwa ajili ya maisha yake na ya baadaye. Kwa hiyo si kwamba hatuna utashi tunao,
na tunaona juhudi za viongozi wetu. Lakini kwenye maeneo ya ofisi, maana yake ni kwamba shughuli zote za kiserikali za maofisi tunatumia lugha ya Kiswahili. Inapobidi kutumia Kiingereza, tunaposhirikiana na wadau wetu wa maendeleo, tunatumia Kiingereza kwa ajili ya kwamba kuona kwamba na wao tunaweka pamoja, tunafahamiana. Na ndio maana unakuta tunaandika document zetu kwa version 2, version ya Kiswahili na version ya Kiingereza, kwa lengo la kwamba na wao na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una comment vile vile una partage. Au vile unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye screen yako au kwenye video, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako, vile vile ukatujuza unaendelea kufuatilia ukiwa sehemu gani au nchi gani ambapo unaendelea kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Na mimi jina langu ni Idi George, mtangazaji wako, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube, hata uko Facebook ukinitafuta kwa jina la Idi George, basi utakuwa ukipata habari zako kwa muda wote ule. Na tutaendelea kuwatosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo, ambapo tunakuletea habari za kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, asante. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za asubuhi ya kesho saa 11 asubuhi na dakika 45 au 45. Asante, chao.